Sasa tumeanza maandalizi maalum ya mbio za hisani ambazo zina lengo ya kuchangia uboreshaji mkubwa katika huduma ya afya ya watoto wachanga katika mkoa wetu, ambazo mbio hizi tumezipa jina kama Manyara Tanzanite Marathon. Mbio hizi ambazo zina kauli mbiu inayosema kwamba hatua moja okoa maisha ya mtoto ni mbio ambazo tunategemea kuzifanya katika mkoa wetu tarehe 22 za mwezi Agosti 2026, na tunategemea mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ndio atakayeongoza mbio hizi. Ndugu zangu waandishi wa habari, mkoa wetu wa Manyara umeona kuna umuhimu wa kuunga mkono juhudi za serikali. Tumefahamu na tunajua kazi kubwa ambayo serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya katika sekta ya afya, maboresho makubwa sana, ukianzia miundombinu, vifaa tiba, lakini hata idadi ya wauguzi na wataalamu mbalimbali kwenye sekta ya afya kwenye mkoa wetu wameongezeka kwa ukubwa sana ukilinganisha na miaka 4 na 5 nyuma iliyopita. Ndugu zangu, tunategemea kuchangisha fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya watoto hao wachanga, pamoja na ununuzi wa vifaa maalum, vile vichupa maalum incubator kwa ajili ya kuweka watoto hawa njiti ambao wanazaliwa kabla ya muda. Tunafahamu hali ya hewa ya mkoa wetu, tunafahamu maeneo mengine hali ya hewa ni baridi kali sana. Watoto njiti wanapozaliwa wanahitaji uangalizi maalum, vifaa maalum vya kuweza kuwafanya waweze kuishi. Lakini hata watoto wa kawaida ambao wameshatimia umri wakizaliwa pia wanahitaji uangalizi mzuri. Kwa hiyo tuliona hili jambo linaweza likafaa, lakini pia kujenga jengo maalum kwa ajili ya watoto hawa wachanga pamoja na watoto njiti katika hospitali yetu ya mkoa ya wilaya ya Hanang'. Kwa fedha ambazo tutaipata katika mbio hizi za hisani zitakwenda kujenga jengo maalum la mama na mtoto mchanga pamoja na mtoto njiti katika hospitali yetu ya wilaya ya Hanang' ambayo ni hospitali ya Tumaini. Lakini pia lengo lingine ni mkoa tumeendelea kufanya mazoezi kila wakati, tunaona kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinazunguka kule. Lakini pia hili pia la uwepo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litasaidia pia katika kuongeza spidi, na atatoa maelekezo maalum tunafahamu ya kuendelea kujenga afya zetu za mwili na kuboresha kwa kupitia mazoezi, ambayo mazoezi haya yanasaidia sana kupunguza magonjwa ambayo sio ya lazima na magonjwa ambayo hayaambukizi. Lakini pia katika marathoni hii itatusaidia sisi kama serikali kuendelea kuwa karibu na kujenga mahusiano mazuri kati ya serikali pamoja na wadau mbalimbali, haswa wadau wa maendeleo, hususan katika sekta ya afya na sekta zinginezo. Lakini kingine kikubwa katika mkoa wetu, tunafahamu wanapokusanyika watu, wanapokuja wageni, ni muhimu kutangaza mkoa. Kwa hiyo pia mbio hizi zitatusaidia katika kutangaza utalii wa mkoa, vivutio, lakini pia kuonyesha mkoa wetu namna vile ulivyo. Mkoa wa Manyara katika mbio hizi na maandalizi hayo unakusudia kukusanya shilingi milioni 886.6. Kwa hiyo tunategemea tarehe hiyo ambao tunategemea kufanya mbio hizi, wanariadha wa mkoa waliopita, waliopo sasa hivi na tunaowategemea watashiriki mbio hizi kwa pamoja. Tuna wanariadha wengi wakubwa ambao wanashikilia medali mbalimbali za dunia katika riadha, tutakuwa nao na watakimbia pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuongeza chachu ya mbio hizi, lakini pia kufanya mbio hizi ziweze kufana zaidi. Ndugu zangu wanahabari, naomba nitumie fursa hii kualika wadau wote wa maendeleo katika mkoa wetu, taasisi za umma na taasisi binafsi, wafanya biashara, makampuni mbalimbali yote makubwa na wadogo, lakini wana michezo, hususan wana michezo wa riadha, na wananchi wote kwa ujumla wa nchi nzima ya Tanzania kushirikiana na sisi wana Manyara tarehe 22 ya mwezi wa 8 2026 katika mbio hizi maalum za Manyara Tanzanite Marathon, ambazo tumezipa kauli mbiu kubwa na nzuri, hatua moja okoa maisha ya mtoto. Zitatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kumjali mtoto wa Kitanzania, mtoto wa mkoa wa Manyara na taifa kwa ujumla.